Ni kusalimu tena asubuhi ya leo, rafiki yangu na mpendwa, kwa upendo wa Mungu aliye hai. Na asubuhi ya leo ni kukaribisha kwa ajili ya neno la Mungu. Ujumbe wetu kichwa chake kinasema, tarajia maongezeko katika maisha yako. Mwanzo sura ya 32 mstari ule wa 10. Maana mimi sistahili hata kidogo hizo rehema zote na kweli yote uliofanya kwa mtumwa wako. Maana nilivuka mto huu wa Yordan na fimbo yangu tu, na sasa nimekuwa matuo mawili. Mpendwa, asubuhi ya leo Mungu akuone na Mungu akupe kuona kitu kipya kwenye maisha yako. Yakobo alipoondoka wakati anamkimbia ndugu yake Esau, hakuwa na chochote alichokwenda nacho zaidi ya fimbo yake na chupa ya mafuta aliyokuwa anaibeba. Lakini maandiko yanasema Mungu aliachilia neema juu yake. Baraka za Mungu za kweli zikawa juu ya maisha yake. Na wakati Yakobo anarudi nyumbani kwa baba yake, alipofika karibu na mto Yordan, akakumbuka kwamba nilivuka mto huu nikiwa na fimbo peke yake. Hakuwa na chochote kwenye maisha yake. Lakini kwa sababu Mungu ni Mungu wa maongezeko, kwa wale waliomtegemea na kumtumaini na kumfanya msaada wake, Mungu hajawahi kuacha. Ndipo Yakobo anasema, Mungu, naona kama sistahili, kwa maana nimepita mto huu nikiwa sina chochote, lakini leo umenirudisha nikiwa na kitu. Nikwambie mpendwa, asubuhi ya leo utavuka na fimbo peke yake, lakini wakati wa kurudi hautarudi na fimbo, utarudi na utele ambaye Mungu ameachilia kwenye maisha yako. Ndipo Ayubu anaandika sura ile ya 8 na mstari wa 7. Anasema tena, ijapokuwa huo mwanzo wako ulikuwa ni mdogo, lakini mwisho wako unaongezeka sana. Asubuhi ya leo ni kuambie mpendwa, tarajia maongezeko kwenye uchumi wako. Tarajia maongezeko kwenye elimu yako. Tarajia maongezeko kwa kila unachokifanya kwa mikono yako yenye kumpa Mungu tukufu. Tarajia maongezeko kwenye maisha yako ya kiroho. Maana ndipo waraka wa 3 wa Yohana mlango ule wa 1 mstari wa 2 anaposema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote. Tarajia Mungu kukufanikisha. Anasema kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwa kadri unavyomfahamu Mungu, kwa kadri unavyomheshimu Mungu, ndivyo Mungu anavyoachilia maongezeko kwenye maisha yako. Ndio maana nasema nilivuka na fimbo, lakini nashangaa nimekuja nimebarikiwa. Ndipo maandiko yanasema ijapokuwa mtu anakwenda shambani kupanda, anapochukua mbegu zake anakwenda akiwa na maumivu, lakini kuna siku atarudi na kelele za furaha,
anapochukua maganda ya mimea ile, ya mazao yale aliyowahi kuyapanda. Asubuhi ya leo nikwambie mpendwa, mtoto wa Mungu, tarajia maongezeko kwenye maisha yako. Tarajia mapanuko kwenye kila eneo ambalo umeamua kumtumaini Mungu. Maana nasema usitegemee akili zako mwenyewe. Pamoja Mungu amekupa akili, lakini usitegemee akili zako mwenyewe pasipo pia kumtegemea Mungu, ambaye alisema mimi ni Mungu nikufundishaye kupata faida. Kwa nini upate faida? Maana yake Mungu anataka uongezeke. Ni Mungu akupaye nguvu ya kupata utajiri. Kwa nini upate utajiri? Ni kwa sababu Mungu anataka uongezeke. Kwa nini Mungu anakupa afya? Ni kwa sababu Mungu anataka uongezeke. Ukiwa na afya, uwezo wa kufanya jambo lipo. Asubuhi ya leo, Mungu aachilie maongezeko kwenye utumishi wako. Na tuombe. Mungu mwaminifu uliye hai, unayeweza kupanua mipaka yaliyowekwa kwenye maisha yetu, unayeweza kuachilia maongezeko hata katikati ya magumu. Maana maandiko yanasema kadri walivyowatesa ndivyo walivyokuwa wanaongezeka. Mungu achilia neema ya maongezeko kwenye maisha ya mtoto wako siku ya leo. Achilia maongezeko kwenye kazi ya mikono yake, kwenye ndoto zake, kwenye huduma yake. Mungu achilia neema ya maongezeko katika jina la Yesu. Ninaomba kuachilia mikononi mwako asubuhi ya leo. Neema yako iwe juu yao katika jina la Yesu. Amen. Ni rafiki yako Mwalimu Bishop Daniel Mathew.